Ndugu yetu unayetufuatilia katika mjadala ambao tumekuwa nao hapa, nichukue nafasi hii tena kukushukuru kwa uwepo wako na kukualika katika kipindi kingine. Hapa kuna mgogoro mkubwa, na kama kuna giza ni kubwa sana katika swala la ujio wa Kristo hapa duniani. Yako mambo mengi ambayo watu wengi tumekuwa makanisani muda mrefu lakini hatujui. Kama ungeuliza swali kwa wengi ambao ni Wakristo, kwa nini Yesu alikuja duniani na kifo cha Yesu msalabani kinatupa uelewa gani? Jibu ambalo nalisikia mara nyingi hata katika nyimbo ambazo zinaitwa nyimbo za Injili linaimbwa mara nyingi, na ndilo linahubiriwa makanisani, na ndilo washiriki wengi ambao wanajua, ni kwamba Yesu alikuja kutukomboa. Hiyo ndilo jibu ambalo watu wengi wanalo. Na juu ya kifo cha Kristo pale msalabani, hiyo hata mtoto mdogo angeweza kujibu kwamba alilipa dhambi, na tuna nyimbo tunaimba alilipa bei, aliondoa sheria na vitu kama hivyo. Hapo hayo ndio mambo ambayo watu makanisani, theolojia imetufanikishia kuwa nayo. Lakini ingekuwaje kama tungesema kwamba sehemu kubwa ya maelezo hayo sio ya kweli, na kama tungesema kwamba huenda hiyo haifikii hata nusu ya kazi ile ambayo Yesu ilimleta duniani, au kama tungesema kwamba injili zetu tulizonazo zimemisi kabisa hilo lengo. Kuna wale ambao wanasema alikuja kulipa bei, na kama ni Mungu kulipa bei, alikuja kulipa deni. Sasa nani alikuwa anadai? Uliza hilo swali, majibu ambayo mara nyingi tunatoa ni kwamba Mungu ndiye alikuwa anadai, sheria ya Mungu ndiye ilikuwa inadai Yesu aje kufa msalabani. Sasa lakini hatukuona sheria ikimuendesha ya Mungu ikimuendesha Yesu kufa pale wapi? Msalabani. Badala yake tuliona shetani ndio alikuwa anamuinda Yesu tangu akiwa yuko mdogo kuzaliwa mpaka Kalvari. Hatujaona sheria ya Mungu ndio ilikuwa inamfukuza Yesu. Ni shetani ndio amekuwa anamuinda Yesu mpaka Kalvari. Kwa hiyo tukisema kwamba sheria ya Mungu ndio ilikuwa inamdai Yesu aje kufa, hatuioni katika maisha ya Yesu sheria hiyo ikimdai kufa. Hapo lazima kuwe na kosa kubwa sana ambalo linafanyika kwenye theolojia. Sasa sheria ya Mungu kama ilikuwa inamdai kufa, ina maana ina ushirikiano na shetani, ndio ilimtuma shetani kuja kumuua Yesu, au ni nini? Au ni shetani ndio anayo ile sheria iliyokuwa inamdai Yesu kifo? Kwa hiyo wakati tunajitahadharisha kwamba tusipatwe na uongo, tayari tuko na uongo mkubwa zaidi ambao unaishi kwenye akili. Swali lingine ambalo ningependa kupitia hapa ni dhambi iliweka tatizo gani ambalo Kristo alikuja kuliweka sawa? Wale ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo hiyo wataweza kuelewa. Ni tatizo gani, ni nini ilikuwa kiini cha mgogoro mbinguni? Je, ni kiini hicho ndio kilimleta Yesu duniani, au alikuja kufanya nini? Hiyo tutaangalia katika somo tunaloendelea nalo. Kwa nini Kristo kama ni swala la kumwokoa mwanadamu, Yesu alikuja kuokoa mwanadamu. Swali liko hapa linasema hivi, kwa nini Kristo asingemwokoa mwanadamu akiwa huko juu mpaka aje kufa hapa duniani?
tukiangalia kwamba Enoko tayari alikuwa ameokolewa, amethibitisha Mungu kwamba ilikuwa ni possible kumwokoa mwanadamu bila yeye kushuka wapi? Kuja duniani. Kulikuwa na ulazima gani mpaka aje wakati saa hiyo Enoko, Musa na Elia tayari walikuwa wako mbinguni? Kwa kama kulikuwa na uwezekano wa Mungu kuokoa mwanadamu akiwa huko juu, kusingekuwa na sababu nyingine yoyote ya kumleta mwanawe duniani hapa chini ya utawala wa Shetani. Kwa nini sasa alikufanyika hilo? Nafikiri majibu yanaweza yakapatikana tangu tulipoanza na hasa tunapoenda kwenye somo hili leo. Nami bila kuchukua nafasi nyingine tena nihamishie fursa hii kwa ndugu Wycliffe. Tumishi. Naam, nashukuru. Karibu. Maswali hayo ni mazito na ni mengi. Ndiposa tuweze kupata uelewa ulio sahihi na ulio katika mwelekeo unaofaa kuhusu maswali ambayo yameulizwa, lazima tuweze kuweka mambo katika muktadha wake, na muktadha wa maswali hayo ni katika pambano kuu, jinsi ambavyo tumejifunza katika siku ambazo zimepita 7, wiki moja sasa. Ambacho kitaweza kutusaidia kuweza kuelewa uzito wa swali hilo ni kwamba kadri tunavyoendelea utagundua kwamba maswali hayo yanapata majibu tofauti mawili, na hamna wala majibu mengi. Majibu yanakuwa ni mawili, na majibu haya mawili hajawahi patana, kwa sababu mgogoro na pambano kuu unahusu kundi la Mungu na kundi la Shetani. Ni pambano la giza na nuru, ukweli na nini, na kweli na uongo au udanganyifu. Kwa hiyo tukianza kujifunza utagundua ya kwamba majibu haya na uelewa kuhusu maswali ambayo yameulizwa, ambao ndio inakuwa ni kanuni ya, si kanuni, msingi maalum wa Injili ambao zimehubiriwa, inatoka moja kwa moja kutoka na uelewa wa falme hizi mbili tofauti ambazo hazilingani. Kwa hiyo utagundua ya kwamba kuna watu ambao watakuwa katika makundi mawili, na kila wakati katika historia hii kundi zimekuwa ngapi tu? Kundi zimekuwa 2, kwa sababu ya migogoro iliyopo ni inahusu kundi mbili. Kwa hiyo kundi la kwanza ni lile ambalo linafuata uzima au sheria ya Mungu ambayo ndio kanuni ya uzima. Kundi la pili ni lile ambalo linafuata serikali ya mbadiliko. Sijui kama nitakuwa nimetumia Kiswahili sahihi. Serikali ambayo inaleta hoja ya kwamba wanahitaji kuleta mapinduzi ya kubadilisha sheria za Mungu, kila moja ikiwa na haki yake, ambazo haki hizi mbili hazifanyi kitu gani? Hazifanani. Kwa hiyo yeyote ambaye atakuwa anatazama sheria ya Mungu kutoka kwenye haki bandia, inaitwa haki bandia katika masomo yetu jinsi ambavyo tumejifunza. Yeyote ambaye atakuwa anajifunza mpango wa wokovu na kuja kwa Kristo duniani hapa kupitia haki bandia, majibu atakayoyatoa bila shaka yatakuwa ni kinyume na yule ambaye atatoa majibu kutoka kwenye haki ya Mungu kama ilivyodhihirishwa katika maandiko. Ndio maana kwa mfano ukiangalia katika Biblia tulivyoanza kitabu cha Yohana wa kwanza 3, Yohana wa kwanza 3:4, kuna versions nyingi ambazo tuweza kuangalia zinazozungumzia dhambi ni nini. Tukapata dhambi kwa kifupi ni wakati ambapo mtu amevuka, ameingia katika ufalme wa sheria ya serikali nyingine. Kwa maana nyingine amevuka kutoka katika ufalme wa uzima, ameingia katika ufalme wa mauti, ambayo lugha nyingine kwenye Message Bible, the Message Bible version inasema ni kwamba ni kuleta disorder. Unaelewa? Kunapokuwa na disorder, then hiyo disorder kulingana na maandiko ya Ellen White anasema ya kwamba inaleta anarchy, ruin, destruction, na tunakuwa out of harmony with the universe. Kwa hiyo yule anayeelewa kanuni za Mungu kulingana alivyoumba, tunapoenda kinyume na kanuni za uzima, matokeo yake yanaitwa consequence, na wala consequence hizo hazijaletwa na Mungu moja kwa moja, bali kwa sababu umeenda kinyume na nini? Na sheria ya uzima. Ila yule ambaye atakuwa anaangalia kanuni za Mungu
katika picha ya uongo ambayo ni kwamba zinafanya kazi kama tu sheria za wanadamu, basi itakuwa ni kwamba binadamu anapokuwa amekosa, then inahitaji Mungu apige hatua kuleta nini? Adhabu. Kwa hiyo adhabu ikiwa inahitajika, basi inamaanisha kwamba binadamu walipoanguka, tatizo ambalo wanakumbatiwa nalo ni adhabu ya nani? Ni adhabu ya Mungu. Kwa hivyo suluhisho hapa ambayo Kristo atakuja kuileta ni katika picha hiyo ya kwamba Mungu anahitaji kuadhibu wanadamu. Kwa hivyo inahitaji yeye apige hatua na kuingia kati ya nani? Kati ya Mungu na wanadamu. Kwa hivyo hiyo ndio injili ya kawaida sasa. Kwamba Bwana alipokuja duniani hapa ambaye ni Kristo alichukua nafasi yangu, akaadhibiwa na kupigwa kwa sababu ya dhambi zangu. Mimi nikawekwa nini? Nikawekwa huru. Kwa hivyo hiyo ndio injili ambayo imehubiriwa. So injili hiyo kwa muhtasari ni injili bandia. Ila najua tunapotumia sentensi hiyo ambayo nimetumia mara ya mwisho ni kwamba ni injili bandia, ni kauli nzito, kwa maana hiyo ndio injili kawaida tunaofahamu kwamba Kristo alikuja hapa achukue nafasi ya wanadamu akaadhibiwa. Mtazamo huo umefika hapo kwa sababu ya haki bandia ambayo tumefanya tu gani? Tumelishwa na nani? Na Shetani. Now, jambo la pili, tunapoangalia kafara ya Kristo kupitia mfumo wa haki hii bandia ya kwamba Mungu unapomkosea anahitaji aadhibu, then inakuwa ni kwamba Mungu kwetu anakuwa si yule ambaye ni rafiki ambaye amemtuma mwanae aje kutukomboa, bali anakuwa ni Mungu au ni nafsi ya uungu ambayo ina ghadhabu ambayo inahitaji kutulizwa au kukaa appeased, ambayo kwa Kiingereza tunasema ni appeasement. Kwa hiyo unapata ya kwamba baadaye tuna theolojia ya kwamba Kristo alikuja kuridhisha hasira alikuja kuridhisha hasira ya Mungu. Kwa kifupi, kwa kulipa deni ambayo sisi tumekuwa nao na nani? Tumekuwa tukidaiwa na nani? Tukidaiwa na Mungu. Kwa kifupi, sheria hizi mbili tofauti na falme hizi mbili tofauti, mitazamo yao kuhusu matokeo yanapokuja unapovunja ni tofauti, hazifanani. Na matokeo hao suluhisho hazifanyi nini? Hazifanani. Kwa hivyo tunakuwa na sintofahamu hata tunapoingia kwenye kotini. Lengo la kotini katika kanuni ya uzima na lengo la kotini katika kanuni za wanadamu hayafanani. Kwa mfano, ukiangalia katika koti ya wanadamu, jinsi ambavyo tumeelewa mfumo wa haki ya wanadamu, mahakama, asante, utapata ya kwamba mtu aliyokuwa mkosaji, lengo la kupelekwa kotini ni kuona kama ushahidi unaweza patikana ndiposa akaletewa nini? Adhabu. Kwa hiyo mchakato wa hukumu pale ya ile process ya kotini ya mahakama pale ni kupima kama kwa kweli amevunja sheria ama hajavunja sheria. Ndiposa baada ya hapo huyo mtu aletewe nini? Si aletewe, apewe inachoitwa adhabu. Sio? Ndio maana unapata ya kwamba kuna ya kauli ambayo umekuwa ukitumia kwamba haki ya binadamu itakuwa inatoa mema kwa yule ambaye alikuwa anatafuta haki na yule ambaye alikuwa anashtakiwa analetewa nini? Adhabu. Mfumo huo ndio ambao umeweza kuaffect kanisa la Wakristo na hajalishi ni kanisa lipi. Kwa hiyo ni kwamba namna mahakama za secular zinavyohubiri haki ndio jinsi hiyo haki hiyo inavyohubiriwa makanisani. Sasa sijui kama utakuwa tumekosea tukisema hivyo, kwa sababu kuna picha moja, sijui kama unaweza ikumbuka, kuna picha moja kwenye kitabu kimoja kinachoitwa Pambano Kuu. Mahali ambapo mahakama ya Mungu imechorwa. Ukiangalia picha ile imechorwa na kuna mizani fulani. Hukumu ya upelelezi pale. Sijui kama unakumbuka picha hiyo. Naikumbuka, ambapo kuna mtu ameshikilia mizani, nafikiri ya sheria. Ile ya sheria. Ndio. Mizani ile ukiangalia ni sawa sawa na mizani ambayo tuko nazo kotini, unapata? Ndio. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu anapoingia kwenye kitabu cha Pambano Kuu, anapofika kwamba kutazama vitabu, sio kama imetafsiriwa hivyo, facing life's record. Naam, ni hivyo. Kwa hiyo unapata ya kwamba moja kwa moja mtu anapofungua maandiko na kusoma kwamba Mungu ana vitabu, huyo mtu tayari ashapata picha kamili. Anafikiri kwamba amefanya nini? Ameelewa. Na anafikiri mwalimu mzuri katika unabii ambaye amefanya kazi nzuri ya kuhubiri tulivyofikiria ni yule ambaye alikuwa ameelewa mfumo wa kotini. Ndipo akawakilisha Kristo katika mfumo huo. Akiamini ya kwamba amefanya nini? Amehubiri injili. Unaelewa? Kwamba Kristo ni rafiki yetu, yeye ndio wakili mkuu. Kwa hiyo anachukua kaka yetu na yeye ndio wakili, anaenda kuchukua nafasi yetu pale mbele za Baba. Inakaa vizuri sana. Anainua na mikono yake juu, anamwambia Baba, anasitisha kidogo, anarudisha nyuma, alikuwa anataka kuleta mapigo duniani ili kusudi
baadhi ya watu waendelee kupata wokovu, kutubu. Kwa hivyo nadharia hiyo utapata ya kwamba sasa mtu angeweza kuelewa kama tungefika hapo, kama tungekuwa tumekaa kwenye misingi tukadumu pale kwanza. Kwa hivyo tunapofika hapa sasa, matamshi yatakayokuwa yanatoka hapa yatakuwa kana ni makufuru. Kwa yule ambaye hajakuwa katika darasa lililokuwa limetangulia. Wakristo wengi nikiwemo mimi mmoja wao nilikuwa katika grupu hilo. Na hivyo nimeacha wenzangu wengi katika uelewa huo. Katika theolojia ambayo ipo makanisani, sio tu kwa sehemu kubwa, isipokuwa ni kama karibia yote, inamfanya Yesu kuwa muungwana, mpole zaidi kuliko Baba. Ni mwenye upendo sana. Yesu anakuwa mwenye upendo sana, lakini Mungu anakuwa ni dikteta, mwenye uso mgumu, mkali, mgumu kusamehe, mpaka aone Yesu akisulubika pale msalabani, na baada ya hapo aondoke na damu kwenda nayo mbinguni. Si ndio hiyo theolojia inatufundisha? Akaondoka na damu yake sasa na hudumu mbele ya kiti cha nini? Mbele ya kiti cha enzi. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaangalia alama zile za Yesu kwenye mikono, anaridhika, anasema sasa hawa wanadamu ningewaadhibu, ila kwa kuwa wewe tayari ulishapokea adhabu yao, basi kwa hiyo hawezi kutuona sisi ila mpaka tujifiche nyuma ya nani? Nyuma ya Kristo. Sasa hapo ndio anaridhika. Yani ndio tunanusurika, kwa sababu yani ndivyo ambavyo theolojia inavyomuumba Mungu, ndio inamportray Mungu kwa namna hiyo hapo. Mtumishi, sijui kama umeipata nukuu moja, nitaitafuta. Nabii wa kanisa la Waadventista alikuwa anahubiri kanisani. Sawa. Akasema ya kwamba makanisani unasikia sana kuhusu Kristo anakupenda, Kristo anakupenda, Kristo anakupenda. Alafu akasema ya kwamba upendo wa Baba kamwe ni kama hata ukuweka katika mawazo, haujaitamkwa. Anasema ya kwamba kwani kafara ya Kristo si kafara ya Baba? Alafu akaambia wale watu ambao walikuwa wameitwa kule mbele katika huduma ya toba, akawaambia Baba anawapenda. Kwa hivyo makanisani si rahisi usikie mtu akisema kwamba Baba anatupenda. Si rahisi ukasikia sentence hiyo. Labda kama umesoma Yohana 3:16. Nafikiri ya kulazimisha. Kwa jinsi Mungu. Hiyo ni kulazimisha, unakariri tu lakini hujaelewa. Unaamini yaani point ya upendo pale iko kwenye Baba, kwa kimsingi iko kwenye mwana aliyejitoa kufa. Kwa maana yake kama mwana anakufa kwa sababu Baba alihitaji mtu afe, Baba ndiye anayeridhishwa pale. Then hamna upendo huo, alikuwa na hasira, unaelewa? Ila nafikiri kwa kifupi tumefungua mjadala huu uwe ni kama ni mazungumzo ambayo yataendelea katika mawazo ya watu wengi na katika makanisa yetu. Tuweze kuzungumzia jambo hilo. Lakini sasa naomba turudi katika sasa mtiririko wa wazo. Hivi kwa kweli mission ya Kristo ilikuwa fupi hivyo? Kwamba alikuja duniani hapa kuja kurudisha hasira ya babake? Basi kama alikuja duniani hapa arudisha hasira ya babake, si angeridhisha ukiwa kule? Ama labda mwingine anasema ya kwamba hakuchukua wanadamu pale, ilibidi achukue binadamu, umwili wa binadamu hapa duniani, alafu ndipo arudi Adamu kule. Mwingine mtu anasema hivyo. Ila nafikiri nafahamu kwamba Kristo alipokuja hapa duniani, naomba ufungue kitabu cha Yohana. Naomba anzie mstari ule wa kwanza, Yohana mlango wa 17 pale. Yohana 17 aya ya kwanza. Anasema hivi. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Kwa hiyo unapata hapa Kristo kabla hajafa msalabani anasema kazi aliyopewa aifanye ameshamaliza. Kwa hivyo Baba hakumtuma mwana haje duniani kufa. Na nikisema sentence hiyo itakuwa kama nimesema makufuru kwa Wakristo wengi. Kwa maana kama Kristo alituma duniani aje afe,
then anaposema kwamba nimemaliza kazi ulionituma, then hajatimiza mission, anadanganya. Kwa hiyo sasa kwa maelezo ni sawa. Yaani kuna mgogoro mkubwa sana katika swala hilo hapo. Naogopa kuongea chochote hapo, ila naomba tuendelee. Sasa naomba nifafanue, labda nafikiri mtu atakaza kuelewa. Nachomaanisha hivi, Kristo kazi aliyokuja kufanya duniani hapa sio hakutuma. Unajua wewe hawezi mtuma mtoto makusudi kwamba nenda kafe. Unaelewa? Ila kuna mission ambayo anaenda kufa, ambao ni mission ya kifo. Na unaposema mission ya kifo, sijichanganye kwenye ndimi zangu, inamaanisha hivi. Unaweza kuwa umemtuma mwanao kufanya kazi fulani katika sehemu hatari. Kwa hivyo maisha yako yapo nini? Yapo hatarini. Kwa hivyo mission ile ni mission ya kufa na kupona, unaelewa? Kwa hivyo unajua matokeo ya kwamba kuna uwezekano huyu atafanya kitu gani? Nitampoteza. Unajua kwamba hii ni mission ambayo sio rahisi. Kwa hiyo maripo ambayo si maripo, ni kwa Kiingereza tunasema ni kwamba the unavoidable result of going, matokeo ambayo hawezi yaepuka, matokeo yasiyoepukika ni 1, 2, 3. Kwa mfano, unapoenda kupambana na simba ambaye ameshika mtoto, unapata ambaye ameshika mtoto, anararua mtoto, unataka kupambana na huyo simba. Makusudi yako ya kwenda kupambana na kuokoa yule mtoto, ni lengo ni kuokoa nini? Mtoto. Ila yule simba ataachilia yule mtoto bure? Amuna. Unajua kwamba ninapoenda pale anaweza niumiza ama akafanya kitu gani? Akaniua. Unaelewa? Ila lengo lako la kwenda pale ni nini? Ni kuokoa mtoto. Kwa hiyo ikiwa mke wako Neema atakutuma nenda kamuokoe mtoto, kwenye mchakato ule labda utapambana na simba akaachilia mtoto, ila simba akakurarua ukafa. Neema hakukutuma uende ukafe. Alikutuma katika mission ya kuokoa nini? Watoto. Ila katika mchakato wa mission ile kuna nini? Nasema ya kwamba ni Kiswahili gani ambacho kitakuwa ni kizuri ama Kiingereza kitakuwa rahisi? Kuna risk au what you pay, gharama utakayoipitia ndiposa ufanye nini? Uweze kufikia kile. Ndiposa unapoangalia kitabu cha Mwanzo, naomba ufungue kitabu cha Mwanzo, mazungumzo ya Mungu anapozungumza na, nafikiri alikuwa anamuelezea Hawa. Mwanzo 3. Mwanzo 3. Anaposema ya kwamba nitaweka uadui kati ya wewe na yule joka. Mwanzo 13:17. 15. Naam. Anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo Kristo anapokuja duniani hapa, lengo lake ni kwamba anakuja kupambana katika vita ambavyo kuna gharama atakayolipa. Gharama hii ambayo atakayolipa ni kwamba yule joka atamuuma nini? Atamuuma kisigino. Ila yeye ataweza kuwa na uwezo kumponda yule joka kwenye kichwa. Unapata? Sasa naomba niweke katika muktadha. Lengo la Kristo kuja hapa duniani ni kuleta ukweli kumuhusu Baba, ndiposa ukweli huu uweze kuturejesha kukuwa marafiki na Baba tena. Ila urafiki huu unaporejeshwa katika fahamu za viumbe, utaleta uadui hapo hapo kwa kati ya ufalme tulio tayari uchagua. Naomba niseme hivi, Kristo haji kuleta uadui kana kwamba yeye anapenda kugonganisha watu. Yeye kile ambacho atakacholeta ni kweli. Napata? Ndiposa anasema ya kwamba ukiangalia kwamba nimekutukuza, Kristo anasema kwamba nimekutukuza duniani. Ukiendelea mstari wa 6 ile kitabu cha Yohana 17 pale. Naomba turudi pale. Kitabu kile cha Yohana 17. Naomba tuangalie ule mstari wa 6. Anasema jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Asante. Kwa hivyo ndiposa waweze kukuwa waaminifu kwa neno la Baba, ilibidi kwanza Kristo adhihirishe jina la Baba.
Na jina la Baba linalozungumziwa hapa ni sawasawa na utukufu wake alioudhihirisha anaposema kwenye mstari wa 4, nimewadhihirishia, nimetangaza, nimedhihirisha utukufu wako duniani na kazi ulionipa nimemaliza. Kwa hivyo kazi aliyomaliza ni kutangaza jina la nani? Jina la Mungu. Jina la Mungu. Jina la Mungu na utukufu wake ni kitu moja kwenye maandiko ambao ni tabia yake. Kumbuka kwenye kitabu cha Kutoka kusoma 30 na 34 katika story ya Musa na Mungu. Utukufu aliodhihirishiwa, kando na kwamba Mungu alipita katika utukufu wa mwili, mung'ao, alitangaza utukufu ambao ni tabia. Mungu wa rehema, anayesamehe, ambaye ni mpore, ambaye si mwepesi wa hasira, ambaye hawezi kosa kusaidia mtu makosa yake. Zile zote ni tabia zake. Ila Mungu ana tabia moja, ila anapotumia tabia zake kumaanisha tabia yake inavyodhihirika katika hali tofauti tofauti. Kwa hivyo Kristo alipokuja duniani hapa alikuja kudhihirisha tabia ya Mungu. Nao kwa ukamilifu wake. Kumbuka kwamba pambano kuu au mgogoro ni kuhusu tabia ya nani? Malaika wameingishwa kwa uasi kwa kuletea udanganyifu akaupokea kama kweli. Kwa hivyo hawana ukweli kwa mawazo yao kuhusu tabia ya Mungu, na kuna vipengele vingi kuhusu tabia ya Mungu ambavyo shetani ameleta madai kwamba sheria yake ni ya kulazimisha, Mungu si Mungu wa uhuru, Mungu asamei, Mungu ajitoi, haki ya Mungu inahitaji adhabu. Na zile kauli zote zile kauli zote ndio matawi tofauti ya udanganyifu ambao shetani ameleta, ambayo yanahitaji yajibiwe, sio? Na ndio yaweza kujibiwa, yanahitaji yajibiwe sio kwenye kauli tena, bali kwenye nini? Kwenye matendo. Kwa hivyo matendo ndipo Kristo akaja duniani hapa kudhihirisha tabia ya Mungu katika nini? Katika matendo. Aishi tabia ile katika nini? Katika mwili. Ndipo yeyote ambaye atakuwa hapa duniani atakayekuwa amemuona Kristo na kujifunza, kwa kweli atakuwa amemuona nani? Amemuona Mungu. Sio kumuona Mungu katika umbo, bali atakuwa ameona Mungu huwa anatenda kazi vipi au namna gani. Naelewa mpaka pale? Kwa hivyo anapotenda hivyo, kumbuka sisi sasa tumechukuliwa na shetani pamoja na malaika waliokuwa wameanguka, na malaika waliokuwa wamebaki waaminifu wamebaki na maswali. Kumbuka mgogoro huu ni mpana. Hauhusu mwanadamu peke yake. Kwa hiyo udanganyifu huu wa shetani ambao ameuleta upo wapi? Tuanze sasa vizuri. Wanadamu tumeupokea, lakini malaika walikuwa ni wa kwanza kufanya nini? Kupokea. Kuna wale waliopokea wakafanya nini? Wakaambatana na shetani, sawa? Kuna wale ambao maswali yale hawakuyaamini, ile yaliwaletea nini? Iliwaletea dukuduku isiyoisha. Naelewa? Viumbe wengine wote kando na wanadamu na malaika, kuna malimwengu mengine, sio? Nao pia wanaendelea kuangalia nini? Mgogoro huu, sio? Unakumbuka kuna kipengele ambacho tulikisema, nataka tukiunganishe hapa. Naomba niwakumbushe. Kinasema hivi kwamba shetani alidai ya kwamba kwa sababu ya furaha ya malaika amejitoa kupambana kwa nguvu dhidi ya nguvu kupata uhuru walionyang'anywa na haki yao. Akamwona sentensi. Kwa hivyo aliyokuwa anayafanya, sisi tumekuwa nyuma kama nini sasa? Sisi ni maadui wake, marafiki zake. Sisi tulipomwamini, maandiko yanasema mwanadamu na shetani waliungana pamoja, wakawa maadui dhidi ya Mungu. Kwa hiyo ijapokuwa shetani ni adui yetu, ila amejipendekeza kama nini? Amejipenyeza kama rafiki. Hicho kipengele ni cha muhimu, kwa maana maandiko yanamuita ni adui wa Mungu na mwanadamu. Unaelewa? Ila kwetu sisi haja present picha hiyo. Amepresent picha ya nini? Kama mkombozi. Kama mkombozi wetu. Akututetea nini? Kama they come as friends. Malaika wa nuru, malaika wa giza anajibadilisha kuwa malaika wa nini? Wa nuru. Now, turudi katika somo sasa pale. Kwa hivyo sisi tunapokuwa nyuma yake, sisi ni maadui naye au ni marafiki naye? Yeye ndiye anajua sisi ni maadui wake, anatuchukia. Ila sisi tumempata rafiki anayefanya nini? Anayetupenda. Ndio basi uadui uweze kurejeshwa. Mungu hakuji kutuletea. Unajua, kwa mfano tuseme kwamba wewe na tuseme nitumie rafiki Joel, ni marafiki wazuri. Sasa napotaka kuleta uadui kati ya wewe na Joel, ninachofaa kufanya ni kuwagonganisha. Kwa kufanya namna gani? Kukuletea mambo ambayo si ya kweli kuhusu nani? Kuhusu Joel. Unaelewa? Ndiposa moyo wako uweze kupoteza ile imani uliyokuwa naye. Unaelewa?
Kwa hivyo Mungu hafanyi hivyo. Hiyo sio maana ya Mungu anavyofanya, kwamba mimi sijakuja kuleta amani duniani hapa, bali kuleta kitu gani? Upanga. Unakumbuka sentence ile? Sijakuja kuleta amani, nimekuja kuleta upanga kati ya baba na mwana, mama na mke, na unaelewa kauli zile. Kwa hivyo Mungu hakuja kwamba lengo lake ni kuja kuleta vitina kati ya watu. Lengo lake ni kuja kukomboa yule aliyedanganywa. Kwa maana yeye ndiye uzima wetu, ila tumeaminisha kwamba yeye ndiye mfalme wa amani. Ndio tutafika hapo. Ila tumeaminisha kwamba yeye ndiye anayetaka kutuua, wanakumbuka, lakini yeye ndiye uzima wa kweli. Kwa hiyo kinachofaa kufanyika hapa ni kwamba anafaa adhihirishe kwa matendo ukweli halisi. Sawa? Kwa hivyo sasa anapodhihirisha ukweli halisi, anatuacha huru kuchagua. Umeelewa? Tumeshapata ukweli, ndio huu tumeuona. Na tumeshajua madai fulani ya udanganyifu ambao tumekuwa nao, unachagua upi? Sawa. Maana ya mimi hapo kwenye maana ya ukombozi, kwa nini watu wengi somo la tabia ya Mungu linakuwa gumu kuingia? Ni kwa sababu hata mtu ukimuuliza kwamba Yesu alikuja kukomboa, kivipi? Mwanadamu alikuwa amepotea. Kivipi mwanadamu alipotea? Je, alikuwa aonekane duniani baada ya kutenda dhambi? Alikuwa anaonekana. Sasa kama alikuwa anaonekana, unasemaje tena kwamba mwanadamu alikuwa amepotea? Ina maana Mungu akiwa mbinguni alikuwa muone mwanadamu mpaka Yesu alipokuja kumtafuta? Hamuna. Umeelewa hapo? Wanadamu walikuwepo na Yesu alikuja kuwapo. Sasa kupotea ambako mwanadamu alipotea ni kupi? Hilo swali kama mtu anaweza kulijibu hilo, basi hawezi kusema kwamba tabia ya Mungu ni nini, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakiruka na kujitahadharisha na kutahadharisha wengine napo. Ni mafunzo ya mashetani. Kama mtu anakuambia kwamba tabia ya Mungu ni mafundisho ya mashetani, wewe muulize hilo swali kama anaweza kulijibu. Juzi hapa nilikuwa na mtu mwingine nilimuuliza, anasema Mungu ni mwenye haki. Alafu anasema Mungu atachuma watu kwa moto. Alafu anasema Mungu tabia yake ni mtakatifu. Kuna mama mmoja wa umri kama bibi akamwambia, kuna mtu gani anaweza kuwa mtakatifu alafu anachoma watu? Nani anaweza kuchoma watu kwa moto alafu akaendelea kuwa mtakatifu? Unaona, akaoji hilo swali ambapo alikuwa anasikiliza yeye mwenyewe. Na ukiangalia sasa ni wale ambao tuna image ile ya kuwa wahubiri kwamba huyu ni mhubiri mashuhuri. Unaona? Kwa hiyo mpaka hapo kama isipotusaidia hii, tusipojikita sana kusikiliza kuelewa mission ya Yesu, ujio wa Yesu duniani ulikuwa na kazi gani? Na hatuwezi kujua namna gani mwanadamu alikuwa amepotea. Na atakapokombolewa pia wokovu hatuwezi kujua ni kwa jinsi gani mwanadamu anakombolewa. Yaani ili ujue kwamba sasa wewe umeshafanyaje? Mimi nimeshakombolewa. Hiyo ndio nini sasa kwamba umekombolewa? Haya maswali ni magumu sana. Wewe naomba siku moja tu hata ukitoka hapa nenda muulize mtu umeokoka? Nakwambia ndio. Kwa hivyo umekombolewa? Ndio. Hiyo ndio nini? Sasa ulikuwa umepotea wapi? Umeelewa hapo? Hawezi kujibu. Hiyo ni ngumu kujibu. Ila amekariri kwenye kichwa. Sasa nini inashindilia hiyo? Theolojia tulio nayo. Hapo ulipojengwa ndipo pabovu kabisa hapo. Nafikiri tuendelee hapo. Sasa tukishapata pale kipengele ambacho tunataka tusisitize, alafu tuweze kuona tunaelekea wapi, ni kwamba kwa hivyo Mungu lengo lake ni kudhihirisha kweli. Na hamna namna nyingine ya kudhihirisha kweli isipokuwa yeye kutafuta wale waliokuwa wamepotea kwenda kwao. Aende aishi nao, waone anavyotenda matendo yake, anavyofanya tu gani, yanavyodhihirika. Nao kipengele cha msingi ni hii ambacho nilikuwa nataka tuunganishe. Kwa hivyo anapoleta kweli, anatuacha huru fanya nini? Tuchague. Kwa hivyo ukiamini ukweli aliokuwa ametoa kupitia mwana, basi urafiki uliokuwepo kati ya wewe na shetani umefanya tu gani? Unapata itirafu, unavunjika. Ndio maana ya kwamba nitaweka nini? Nitaweka wadui. Sasa wadui ule sasa kuna kipengele ambacho tutakuja kuongeza baadaye, kwa kujua Mungu alivyo, kwa kuelewa, kumeona kwamba tabia yake ni hii na hii na hii. Chenyewe hakitakusaidia. Napata? Tutakuja kufahamu kwa nini. Kwa maana kama tayari hauna uzima, mtu anapokusomea sheria, ile sheria tumesema inakuletea nini? Inakuletea hukumu tayari. Kwa maana kwa mfano,
Umeipata mtu ambaye amejifunza tabia ya Mungu, anapojifunza kisha kujifunza anasema Mungu anisamee, yani niko mbali sana naye. Unaelewa hiyo sentence? So nini imetendeka pale? Ile tabia ya Mungu ameipenda sawa, ila kuna kitu ambacho imemfanyia, imembonda bonda. Wakati ambapo ataanza kufurahia ni wakati ambapo anaanza kuruhusu tabia ile iwe na nafasi katika nini? Katika maisha. Anaanza kushangilia, anaanza kuwa na raha ya nini? Raha ya wokovu. Ila kabla hajaweza kukubali, sio kukubali, hajaweza kuipokea ndani iwe ni uzima ndani yake, itakuwa wakati wote nampatia changamoto. Na changamoto ile unaweza kuwa unaita kama ni hatia katika mawazo. Kwa mfano unapokuwa katika mahubiri, tuseme kwamba niko katika kwenye madhabahu. Najua saa hizi nafikiri tumefika mahali ambapo sijui wewe unaweza jizungumzia, labda nizungumze kwa niaba ya ufahamu wangu na uzoefu wangu. Imefika mahali ambapo kwenye madhabahu unasita sometimes kuzungumza baadhi ya vitu. Unasita kutoa kauli fulani katika midomo. Kwa maana hautaki kumwakilisha Mungu wako vibaya. Unapata? Ukikaa hivi kwenye video, unaposikiza video uliyoitoa, sema nini hii? Unaelewa? Ni kwa maana unajua Mungu anavyotaka uishi, ila bado hujafanya nini? Tabia ya Mungu inatupatia nini? Changamoto. Tunaanza kuchukia tabia tulizokuwa tunazipenda, lakini bado haijaweza kudhihirika kamili katika maisha yetu. Kwa hivyo tunaendelea kupambana na nafsi yetu ya kale, kuruhusu maisha yake yadhihirike ndani yetu, ila bado unapata na nini? Tuna udhaifu. Ila naamini ya kwamba hatubaki pale mahali ambapo tunarudi pale, tunaingia kwa mtumishi Paulo. Hiki kimekuwa kilio cha karibia watu wote ambao wamekuwa katika plani ya ukombozi. Naam. Petro na Paulo analia. Anasema ni nani maskini mimi? Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa nini? Wa mauti. Wakati wanazungumza hivyo, hiyo ni waraka kwa Warumi. Tayari alikwisha kuhubiri, kuna kanisa la Warumi, kuna kanisa Korinto, kuna kanisa Efeso, kuna kanisa wapi. Lakini anaandika waraka kwa Warumi, bado anadhihirisha kwamba anayo vita kali inayoendelea baina yake yeye na nafsi yake. Asante sana. Ili nafikiri pia kipengele kinapatia mtu matumaini. Kwa maana unajua uasi wenyewe ni uwe uasi. Kumbuka kunakuwa lazima ukuwe na ile akili ya ukaidi. Unaelewa? Kwa hivyo Paulo anapolia pale haridhiki ila sio mdhambi mkaidi. Kwa hivyo hata sisi tunapata kwamba kuna watu ambao wanapambana washinde baadhi ya udhaifu walio nao. Ni kitu ambacho inafaa kupatia tumaini ya kwamba Mungu hawahukumu kwa ajili hiyo. Ni kitu cha kufurahia kwamba ninafurahi sana nimeanza kuona udhaifu wangu. Wiki 2 zimepita, kuna mtu alinipigia simu tukazungumza naye. Ilikuwa ni usiku, baadaye tena asubuhi kawa amenipigia. Lakini baadaye tunapofunga mazungumzo akaniambia niombee kwa sababu najisikia mwenye hatia sana. Nikasema kwani kuna dhambi yoyote ambayo hapana, naona tu yani sifanyi vile ambavyo natakiwa kufanyaje? Natakiwa kufanya. Sasa ninakuwa naumia sana, nafsi yangu mara kwa mara inakuja hivyo. Nikamwambia hiyo inapaswa kuwa hivyo na hakuna namna nyingine, kwa sababu ni kazi ya Roho Mtakatifu kuvuta kutoka mahala uliko ili uweze kwenda mahala pengine. Kwa hiyo sio kitu cha kuhuzunikia ukose usingizi, ni kitu cha kufurahia na kuendelea kujitoa zaidi kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu amekushika mkono ndo mnaenda. Lakini shetani mara nyingi pia naye anaingia hapo akitumia madhaifu yetu tulio nayo na maovu tuliyofanya huko nyuma kwa kutuambia kwamba wewe huwezi kufanyaje? Kuokolewa. Yani wewe hutaweza kuokolewa. Umeona? Kwa hiyo tofauti inakuwepo, ni kutosikiliza ile sauti inayokuambia huwezi kuokolewa. Badala yake unaposikia hali ya kujutia dhambi, ni ushahidi kamili kwamba Roho wa Mungu yuko ndani ya nafsi anafanya kazi. Ukifahamu tabia ya Mungu ilivyo, basi hautakuwa na hofu ya kupotea katika muktadha huo. Kwa maana utakuwa unajua kwamba mawazo yanapokuja ya kwamba utapotea kwa sababu haujatenda, unajua kwamba ni sauti ya shetani. Naomba nisome nukuu moja iliyo hapa. Special Testimony Volume A. Kwa kifupi inakuwa ni SPTA 01A 10 page 10 paragraph 1. Irudie tena. SP ndogo, S kubwa,
P ndogo, naam, T kubwa na A kubwa. Alafu 01 ikiungana na hiyo imetangulia 01 na A ndogo, alafu na A ndogo. Hiyo yote ni title ya kitabu. Sawa. Page yake ni page 10 paragraph 1. Yeah. Na nukuu hii inatia sasa uzito wa introduction hiyo yote ambayo tumefanya. Sawa. So Christ came to our world. Yesu alikuja katika dunia yetu to reveal the Father, kumfunua Baba, amid the gross darkness of error and superstition which then prevailed, katikati ya giza kuu na makosa na ushirikina uliokuwa umeshamiri wakati huo. Shamiri. Naomba niseme kitu fulani. Nukuu ya Desire of Ages 22 paragraph 1 inasema ya kwamba giza lililokuwa limefunika dunia ni makosa ya Mungu jinsi alivyo. Umesikia mtu akisema kwamba funzo la tabia ya Mungu ni funzo la mashetani. Unapopata mtu anataka kukushtua na kukutishia kwamba hayo mafunzo ya shetani, hiyo ndio sauti ya shetani. Hiyo ndio shetani, yani huyo ndio shetani. Ndio shetani halisi. Kwa sababu shetani ndio kwenye mwanzo kabisa amemvisha Mungu tabia yake. Kwa tabia ya shetani inapoanza kufunuliwa kwamba hii si tabia ya Mungu, shetani ndiye atakayekuwa anapiga kelele, sio Mungu. Huyo sio Mungu, huyo ni shetani. Ndio posa endelee kujificha. Kwa hivyo sauti zinazokuwa zinazunguka kwenye mitaani pale kwamba watu wanafunza mafunzo ya mashetani, ni sauti ya shetani mwenyewe. Sasa tunaelewa kwamba Mungu tabia yake inapokuwa inaharibiwa, then huwa hamna kelele. Kwa hiyo kimsingi hizi kelele, umenipa neno hapa, kimsingi hizi kelele ambazo zinaendelea kutahadharisha kwamba muone tahadhari, msiende pale, ni tabia ya shetani. Hiyo sasa unaposikia hiyo ndio tabia, huyo ndio shetani mwenyewe sasa yuko amekaa hapo. Sasa ninaomba tuweze kuzungumza kipengele kingine hapa ambacho kitaweza kutusaidia cha kwamba Kristo ni mng'ao wa utukufu wa Mungu. Sasa mbona Kristo akawa yeye ndiye ambaye angetumwa duniani pekee? Ninaomba kama utakuwa na kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, soma, kuna nukuu fulani. Tumaini la Vizazi Vyote na PP. Tumaini la Vizazi Vyote peke yake nafikiri inatosha. Ila nimepata hii inasema hivi, sijui itakuwa ni 22 paragraph 2 ama itakuwa ni 22 paragraph 1. Itakuwa inasema ulimwengu ulikaa gizani kwa kutomuelewa Mungu na tabia yake. Na kumbuka nukuu tumesoma ya kwamba Kristo alikuja kudhihirisha Mungu katikati ya makosa makubwa na ushirikina uliokuwa umetanda. Umeelewa? Sijui kama ile nukuu tulisema tulimaliza. Kule chini nasema ya kwamba kwa sababu ya giza kubwa lililokuwa limefunika wanadamu. Nao giza kubwa linatafsiriwa hapa, nasema ulimwengu ulikaa gizani kwa kutomuelewa Mungu na tabia yake. Ili kurudisha ulimwengu kwa Mungu. Sasa njia ya kurudisha ulimwengu kwa Mungu, hiyo ndio mpango wa wokovu, sawa? Ilipasa nguvu ya shetani ya kudanganya ivunjwe. Jambo hili lisingetendwa kwa kutumia nguvu, tumezungumzia hicho. Mungu alitaka huduma ya upendo tu, na upendo usingepatikana kwa kutumia nguvu na uwezo. Upendo tu ndio utawasha watu. Kumjua Mungu ni kumpenda. Tabia yake lazima ipanuliwe na kama itakuwa imetafsiriwa vizuri hapa, ipanuliwe na ile ya shetani. Yule ajuae urefu na kina cha upendo wa Mungu ndiye tu anaweza kufanya hivyo. Sasa mbona hicho Kiswahili kinakaa kana kwamba kimepotea? Tabia yake lazima itofautishwe, kupanuliwa, si ile hata sina shida na hiyo peke yake mimi. Ila kuna kipengele kimoja hapa ambacho nafikiri wameweza kukipotosha. Naomba niangalie version hii nyingine wanasema nini. 22 hapa. 22 paragraph 2. Kuna kipengele hapa ambacho kimekosa. Hebu sikiza hapa. Hii inasema hivi, kipengele ninachotafuta hiki kinasema hivi. Kazi hii ingewezekana kufanywa na mmoja tu. Naomba shika hii. Kwa hivyo wale ambao ni Waadventista, kuna versions nyingi za vitabu vya Pambano, si vitabu Pambano, Tumaini la Vizazi Vyote.
ila version hizi naomba tu compare. Naamini walisikiza niliposoma hiyo ya kwanza. Hii inasema hivi. Dunia ilikuwa gizani kwa sababu ya kutomuelewa Mungu, ili kivuli cha huzuni kiangaziwe nuru, ili ulimwengu urudishe kwa Mungu. Nguvu ya shetani ya madanganyo ilikuwa haina budi kuvunjwa. Jambo hili lisingefanyika kwa mabavu. Matumizi ya mabavu ni kinyume na kanuni ya sheria ya serikali ya Mungu. Anatamani huduma ya upendo, na upendo hauwezi kuamrishwa, hauwezi kupatikana kwa kulazimisha au kwa kutumia mabavu. Upendo huamshwa na upendo tu. Sasa sikizeni vizuri hapa. Kumjua Mungu ni kumpenda. Lazima tabia yake idhihirike kwa kuonekana ikiwa tofauti na tabia ile ya shetani. Sasa hiyo sio shida sana. Shida inaanzia hapa. Kazi hii ingewezekana kufanywa na mmoja tu katika malimwengu yote. Hii ilisema hivi, sina haraka hasa. Ikifika mahali kama hapa mimi sina haraka sasa. Sasa sikiza, hii inasema hivi, hicho kipengele cha mwisho. Hicho cha mwisho kilisema hivi. Dunia ilikuwa imetiwa giza. Cha mwisho ilisema ya kwamba upendo tu ndio utawasha watu. Sawa? Hata kama ameshafupisha. Kumjua Mungu ni kumpenda. Tabia yake lazima ipanuliwe na ile ya shetani. Okay, sawa. Yule ajuae urefu na kina cha upendo wa Mungu ndiye tu anaweza kufanya hivyo. Huyu anayejua ni wangapi? Ni nani? Hapa nimekuachia room. Hata Elijah mwenyewe anaweza kuwa anakuambia tabia ya Mungu. Na hata Daudi pia naye anaweza akasema mimi najua hapo. Ila hii inaposema mmoja tu, kwa hivyo chini ya malimwengu yote ni mtu mmoja tu. Hivi unanielewa nini anasisitiza hapa? Ulimwengu wote ni mmoja tu. Hata malaika asingewaza hiyo. Sasa hii inamaanishaje? Huyu mmoja tu ni nani? Anasema ni yule aliyekuwa anajua kimo na urefu wa upendo wa Mungu. Kwa hivyo anayejua kimo na urefu na upendo wa Mungu ni mmoja tu. Na huyo mmoja tu lazima tumtafute kwenye maandiko ni nani, ndipo baadaye hapo ukiendelea sema kwamba mwana inaweza kufafanua. Sasa hapo ndo ningependa tuweze kufika hapo. Kwa nini msingi huu ni wa maana? Na hapa ndo nataka tuende kumalizia kipengele hiki. Waebrania 1, kitabu cha Waebrania 1 mstari ule wa 3. Inasemaje? Naomba nisome version moja iliyo hapa. Waebrania 1:3, version inayoitwa New Living Translation. Inasema, the Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. Mwana humdhihirisha Mungu katika mng'ao wa utukufu na kufunua tabia yake halisi, tabia ya halisi ya Mungu. And he sustains everything by the mighty power of his command. Na anatimiza, anashikilia yote. Anashikilia, sustains. Yeye ndiye anayeshikilia mambo yote. Okay. Na anashikilia kila kitu kwa nguvu kubwa ya Mungu. Katika amri yake. Mimi ninachotafuta ni hii sentence hapa. Kwamba Kristo ana radiate. Radiate ni kwamba ana axe. Unajua kwa mfano unaposema radiate, kwa mfano afikiri labda venye jinsi ambavyo jua inavyotoa mianga. Hiyo ndio maana ya sentence. Yaani si sentence, neno radiate. Kwa jinsi ambavyo jua inavyong'aza. Kwa Kristo hivyo hivyo anang'aza. Anang'arisha utukufu wa Mungu. Hivyo unaelewa sentence wa tabia ya Mungu. Yaani kama hii ndio jua, jinsi ambavyo jua inavyotoa ndio maana ya kuradiate. Kwa hivyo Kristo ana radiate, anatoa, anaangaza, anamulika kwa tabia ya Mungu. Sasa kumulika ile jua inaweza kuwa inamaanisha ya kwamba tabia ya Mungu iko kule, wewe unamulika kule. Mimi sasa hii ni yeye anayotoka, yeye ndiye anayefanya nini? Anatoa, anayetoa. Lakini ya pili nasema hivi, and expresses the very character of God. Yaani hapo huo muhuri tukiweza kuelewa vizuri,
then kipengele hiki cha 8 kinafika mwisho kwamba Kristo anang'aa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni tabia yake. Anang'aa tabia ya Mungu na yeye anadhihirisha tabia halisi ya Mungu. Sasa hiyo Kiswahili chenye mnakijua, mnaenda ukisoma nyumbani. Sasa mbona hiyo iko hivyo? Kwamba mmoja tu aliye na tabia halisi ni nani? Ni Kristo. Ni Kristo. Sasa katika kipengele hapa mahali hapa ambapo umefikia, tuhamishe mawazo kutoka kwa shetani. Mtuhumiwa hapa anayetuhumu, yani kwenye kesi anayetuhumu kwenye kipengele hiki hapa ulipofikia, atuhamishe mawazo kutoka kwa shetani. Badala yake turudi tuweke katika muktadha wake halisi. Mpaka Yesu anakufa ni kwamba Mungu yuko ndani ya amezamishwa ndani ya tuhuma. Na aliyemzamisha katika hizo tuhuma hajatoka Mungu ndani ya tuhuma tangu azamishwe kwenye tuhuma, ni shetani. Ndio maana maandiko katika Yohana ile anasema hivi, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Kwa nini Mungu wakati wowote hajaonekana? Ni kwa sababu alikuwa amezamishwa ndani ya nini? Ya tuhuma. Na wote ambao wamedai kumjua Mungu, wamemjua Mungu lakini hawakumjua kwa sababu walikuwa wanamueleza Mungu wakiwa wamemfungamanisha pamoja na nini? Na tuhuma. Si ni hivyo? Aha. Kwa hiyo sasa Yesu kimsingi anapokuja kumtoa Mungu kwenye tuhuma, haji kumtoa Mungu katika tuhuma ambazo shetani anamtuhumu. Shetani hawezi kubadilika atubu. Anakuja kumtoa Mungu katika tuhuma ambazo mwanadamu anafanyaje? Amepokea kutoka kwa shetani ambazo anamtuhumu Mungu. Sisi ndio tuna mashtaka ndani ya mawazo sasa. Kwa hiyo ni mwanadamu kwenye akili yake ndio yuko na tuhuma dhidi ya Mungu, ambazo tuhuma hizo mwanadamu amezipokea kutoka kwa nani? Kwa shetani. Sasa ni mpaka pale ambapo Yesu atafanikiwa kuziondoa zile tuhuma kwa mwanadamu, ili kusudi mwanadamu sasa aache kumtuhumu Mungu, apeleke tuhuma mara zinastahili, zinafaa kuwa. Kwa hiyo sasa hapo inanipatia nafasi ya kusoma nukuu moja au mbili ambazo zinaweza kutusaidia kupata picha ndefu. Sasa Ellen White aliandika sentensi hii, naomba tutaisoma, naomba alafu tutasaidia kutafsiri. Ni Review and Herald. Sawa. Magazine ya Review and Herald. Imeandikwa mwaka wa 1902, April 22, paragraph ya 20. The glory of Christ, utukufu wa Kristo, is revealed in the law. Umefunuliwa katika sheria. Now, hiyo ni muhimu. Which is a transcript of his character. Ambayo ni nakala ya tabia yake. Kwa hivyo sheria sio nakala ya tabia ya Mungu pekee, bali ni nakala ya tabia pia ya tabia ya Kristo. Kwa hivyo unategemea Kristo alipokuwa duniani hapa, yote ambayo nakala ilikuwa imepeana kwenye huo summary, aliyatimiza au hakuyatimiza. Kama alikuwa mwaminifu, alitimiza. Ndio maana akawapatia changamoto. Nani awezaye kuniletea nini? Tuhuma. Nimevunja nini? Nimevunja sheria. Ni nani anayeweza kunishuhudia kwamba walipata? Hamuna. Haya. Kwa hiyo Mungu tabia yake imepeana kwa muhtasari kwa sheria. Ile nakara. Ila Kristo naye tabia hiyo ipo kwenye nini? Nakara. Iko kwenye. Kwa hivyo haijarishi sasa utaenda kusoma wapi, aufai kupata pingamizi popote. Sasa ukienda kwenye nakara itakwambia usidanganye. Ukienda kwenye nakara itakwambia ya kwamba usiwe na tamaa ya mali ya jirani yako, sio? Ukienda kwenye nakara itakwambia ya kwamba upendo haumdhuru mtu. Itakwambia Petro, rudisha panga alani mwake, biashara mapanga ni hapa hayatakiwi. Mtu anaanza kuuliza hiyo ni sheria namba ngapi? Hilo ukishaelewa kanuni ya Mungu, basi unaanza kujua upana wa sheria yake. Ndio maana mtu akasema kwamba watu wanafikiria kwamba wameelewa sheria ya Mungu, maana hiyo orodha ya amri wameshika. Sheria ya Mungu ni pana.
Kwa hivyo yote ambayo Kristo anayatenda anatimiza nini? Sheria ya Mungu. Kwa hivyo unapata ya kwamba anapokemea Petro kwamba mimi hayo unayoyafanya siko na haja nayo, ningekuwa na haja ningeyatumia. Anadhihirisha kanuni yake ya nini? Ya uzima. Petro, mimi katika ufalme wangu atatumia kipanga. Unaelewa? Anapokuja baadaye anakataa Yuda na wanafunzi wake watumie nguvu kumweka awe mfalme. Anawaambia kwamba ufalme wangu hautawali wanadamu kupitia nini? Kwa kutumia nguvu. Kutumia nguvu. Unaelewa sasa kanisa anaanza kufafanua kwenye matendo. Kwani kumbe sasa Yesu yuko na ufalme, Yesu ufalme wake ni tofauti na wa Mungu nao ni tofauti. Au sasa hapo uwezekani kuwa kwa maana sasa Kristo anapokuja hapa anachodhihirisha, anadhihirisha ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Ila ukweli halisi ni kwamba katika tafsiri tulionayo na jinsi ambavyo tumegawana Biblia, tumegawana katika falme mbili. Na ufalme ule wa kulazimisha, jinsi ambavyo Waisraeli watumia nyundo, mapanga, mawe, panga kwenda kuchukua ufalme wa Kanani, walifikiria ni ufalme wa Mungu. Ila hapa Kristo anakana, unaelewa? So hapo unapata kana kwamba kuna picha mbili ya nafsi mbili ambazo hazipitani. Ukifanya hivyo then umempinga Kristo kwenye kauli yake, ama either Kristo mwenyewe na Baba wamejipinga kwenye kauli yao ambao walisema hivi kwamba mimi na Baba tu moja. Kama yeye na Baba wao umoja, ila hapa Baba kule yeye alikuwa anawaongoza watu waende kupiga nchi zingine, wachukue nchi zao kwa nguvu. Hapa mwana anakataa. Alimtuma nani? Alimtuma Sauli aende kuua, sibakiza hata mtoto. Umeelewa hizo kanuni sasa? Kwa hiyo sentensi kama zile zimekamata akili ya mwanadamu. Kwa maana yake nini? Wewe mtumishi bwana. Nani alimtuma Sauli akamwambia? Kwanza akakasirika alipobakisha. Nani alimtuma? Si ni Mungu alimtuma? Mfano wa nani huo sasa? Sasa ni msikilizaji, ni ama uchague kujifunza Mungu kupitia Kristo, sawa, au kumjifunza Mungu tabia yake kupitia wana wa Israeli. Ni uamue mmoja. Wewe ndio taamua sasa ni nani ambaye anatosha kuwa msaidizi wa wewe kumwelewa Mungu, atakayemfunua Mungu kwenye akili ya wewe. Ingependeza sana ikiwa atachagua Kristo. Lakini ingekuwa vizuri kama Mungu ambapo daima anatushauri mwishoni. Ni vizuri, lakini ukichagua kujifunza Mungu kupitia nani? Kupitia Kristo. Sasa ile nukuu unajua tumemalizana nayo hivyo, ila kuna kipengele ambacho nataka tuende mbele tena. Kipengele hiki ni cha nukuu hiyo hiyo, ila sasa ni ya March 25, Review and Herald. Sawa. Naomba jamani, unajua wakati mwingine nukuu hizi tukizitoa, naomba msikilizaji aziandike. Unajua kwa nini? Nukuu hizi zitakuwa ni msingi wa kuweza kutupatia mwelekeo wakati ambapo tunapopata changamoto. Ndiposa nukuu hii ukirudi pale ukisoma tena unasema kama hii iko kweli, hapa kama nimeelewa hapa tofauti, lazima nirudi hapa. Unaelewa? Una uhakika. Yaani hapa haubahatishi. Unaelewa? Mimi huwa nasema ya kwamba nikishapata kanuni na ushahidi, hata kama sina maelezo na uelewa mwingi, kuna vitu ambavyo nitajua kwamba hii siko sawa, hii niko sawa, hata kama sina ufafanuzi. Ni kweli. Naam. Hii inasema hivi, Review and Herald March 25, 1902, paragraph ya 3. Msomaji naomba tafsiri hapa, alafu msikilizaji wetu aweze kuisikiza. Sawa. Do you want to know more of the character of God? Je, unahitaji kufahamu zaidi juu ya tabia ya Mungu? Naamini yule ambaye amefuatilia hadi mahali amefika hapa, jibu itakuwa nini? Itakuwa ndio. Ila mwandishi wa nukuu hii hajasema ndio au hapana. Ameuliza swali nzuri ambalo ningelipenda kila mmoja ajiulize. Do you want to know more of the character of God? Unahitaji kufahamu zaidi juu ya tabia ya Mungu? Then bear in mind. Ndipo kuwa na hili katika wazo. That the Bible gives the revelation of him. Fahamu katika akili kwamba Biblia inafunua, inatupatia, inatoa udhihirisho wa Mungu, ufunuo wa Mungu, ufunuo wake katika tabia ya Kristo. In the character of Jesus Christ. Kwa hiyo inamaanisha hivi, ukiwa unahitaji kujifunza tabia ya Mungu, jamani, ukitaka kuzunguka wewe zunguka, lakini mahali ya mwisho nafaa umalizie mwanawe wa pekee alidhihirisha nini. Kwa maana mgogoro huu aliyekuja kuumaliza ni nani? Ni Kristo. Mara nyingi nimesikia watu wakipeana hoja hii
kwamba kwani hiyo Kristo nayo mzungumzia si ni yeye yule aliyekuwa anaongoza wana wa Israeli. Kwa hivyo ndio hapa duniani hakutenda hayo alipokuja, ila kule kwa wana wa Israeli alifanya. Sasa naomba tufafanue hii. Kwa hivyo hiyo inamaanisha ya kwamba Baba na Mwana wanakuwa wachumba wadanganyifu. Hii inamaanishaje? Unaenda barabarani pale, unataka kutongoza msichana ambaye unataka umchukue awe mke wako, ila unaficha ukweli halisi wa tabia yako, ndiposa akukubali na akupokee. Akifika kwenye nyumba, unaanza kudhihirisha halisi. Ndio hapo ndo zinavunjikaga nikiwa na mwezi mmoja. Hiyo ndio hali halisi. Kwa hivyo ikiwa Mungu alimtuma mwanawe akamwambia nenda waambie upendo, uadhihirishe upendo wangu, ila alipokuja hapa akamwambia usidhihirishe hii ambao ndio imekuwa katika msingi wa pambano, then Baba na Mwana ni wachumba nini? Wadanganyifu. Ila nashukuru kwamba kuna ushahidi ya kwamba hiyo si kweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna nukuu moja hapa tena, naomba niisome tena. Inasema hivi. Hii ni Sabbath School Worker, Novemba tarehe 1, 1895, paragrafu ya pili, inasema ya kwamba what exalted ideas of the law of God do we obtain as we behold Jesus fulfill every precept and representing the character of God before the world. Hii ndio pointi ya msingi, kwamba ni mawazo gani yaliyokuwa yameinuliwa ambayo tunayaona kuhusu sheria ya Mungu, wakati ambapo tunamuona Kristo akitimiza kila kanuni na kudhihirisha tabia ya Mungu mbele ya malimwengu. Hii inamaanishaje? Tabia tunayozungumzia ya kwamba inatudhihirishia tabia ya Mungu katika maisha ya Kristo ni ile tabia aliyoishi. Si tabia aliyokuwa katika kivuli akiamuru watu, tabia aliyoishi. Kwa hivyo kama Kristo huyo ndio mmoja aliyeishi akiamurisha wana wa Israeli, na yeye ndiye aliyekuja hapa akaishi kanuni akazitimiza, na hii ndio tabia ya Mungu, then huku tafsiri tulizo nazo kuhusu Kristo na matendo aliyoyatenda sio sahihi. Sawa. Sijui kuna nukuu hapo, unaweza kuiongeza hapo? Nukuu moja naomba tuweze kuisoma nayo. Inatoka kwenye devotion inayoitwa That I May Know Him. Kwa Kiswahili inasema ya kwamba kama Mungu Baba angekuja katika ulimwengu wetu na kukaa kati yetu, akijinyenyekeza, akifunika utukufu wake ili wanadamu waweze kumtazama, historia tulionayo ya maisha ya Kristo isingebadilishwa. Kumaanishaje? Maisha ya Kristo ni kopi ya tabia ya nani? Ya tabia Kristo. In fact hii inanikumbusha kipengele fulani hapa ndugu, ambacho ningelipenda tuweze kukiangalia hapa. Unamkumbuka Kristo alipokuja duniani hapa, kuna sentensi moja aliyoitamka ambayo nafikiri yule ambaye ni mzazi anaweza chukuliana, sijui kama kuelewa na kuelewa uzito wa sentensi ile. Kitabu cha Yohana. Yohana 5:19. Anasema mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuona Baba analitenda. Kwa hivyo mwana anakopi tu kile ambacho Baba anatenda. Kwa hivyo yale ambayo Kristo alifanya hapa hayakuanza hapa duniani. Aliyaona kwa Baba. Naye akafanya kitu gani? Akatenda. Na hivyo sio kwamba aliyakopi kujilazimisha. Uzima wa Baba ndio uliokuwa unaonekana katika maisha ya Kristo. Anaongeza kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Amina. Kwa hivyo ikiwa unahitaji kujifunza tabia ya Mungu, msumali ambao utaweza kukuondoa katika ufalme wa shetani ni kujua njia za nani? Njia za Kristo. Ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Amina. Yote ambaye anayatenda yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa hiyo kama Baba angekuja ukampelekea mwanamke aliyekamatwa uzinifu, mwambie piga mawe. Umwambie vile Musa ametuambia kupiga mawe. Yeye angeinama tu chini akaandika Baba. Kumbuka hao watu wanapomletea yule mwanamke wanamtega. Ndio. Wanamtega wakifikiria kwenye akili zao Kristo anaenda kinyume na maagizo ya Mungu.
Sawa, ndio maana anawatega. Sawa, mimi ningependa kwenye kitabu cha MB Mount of Blessing, inayohusu mambo ya kiroho. Anasema sheria inavyohusu mambo ya kiroho. Naam. Sasa mambo ya kiroho ni kitu gani? Hapo ndipo ili ujue hayo mambo ya kiroho ni mpaka ujue jinsi wanadamu walivyopotea. Kama hujajua ni ngumu hapa napo kujua. Anasema hivi, sheria iliyotolewa huko Sinai ilikuwa tangazo la upendo na mafunzo ya amri ya mbinguni duniani. Yale ilikuwa ni mafunzo, kumbe yanaletwa ili watu waingie kwenye mafunzo. Ikawekwa mkononi mwa mwombezi, ikanenwa na yeye ambaye kwa uwezo wake mioyo ya wanadamu yaweza kuwafikiana nayo na kufuata kanuni zake. Mungu akawa amelifunua kusudi la sheria, akiwaambia Israeli, nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi. Kanukuu Kutoka 22:31. Naendelea lakini hapa ndo nitaka tuende hapa. Lakini Waisraeli walikuwa hawajatambua hali ya kiroho ya ile sheria. Unaona hapo? Na mara nyingi kutii kwao kulikuwa kwa kufuata mambo ya kawaida tu. Mambo ya kawaida ni yapi? Misri wanapiga watu mawe. Huku Tanzania, sijui wakati tunaita Tanganyika, tunapiga watu mawe mpaka hivi leo. Waisraeli nao wanapiga watu mawe. Kwa hiyo mwalimu wa Misri kupigisha watu mawe na mwalimu wa huku kwetu aliyetufundisha kupiga mawe ndiye aliyekuwa mwalimu wa nini? Wa Waisraeli. Na wakati ambapo Mungu pia anataka awafundishe Waisraeli waelewe maana ya ile sheria. Umeelewa hapo? Haya. Anasema hivyo. Kutii kwao kulikuwa kwa kufuata mambo ya kawaida tu. Hayo sio kujitoa kwa moyo na kutawaliwa na upendo. Kwa tabia na kazi yake, Yesu aliwaonyesha wanadamu namna ya tabia ya Mungu, jinsi alivyo mtakatifu, mpaji na kama baba hasa. Lakini wakuu wa Wayahudi hawakukubali maneno yake ama kuyafahamu. Umeelewa hapo hivyo? Kwa hiyo mpaka Yesu anakuja, bado tatizo la Israeli kuelewa tabia ya Mungu lilikuwa ni nini? Ni gumu. Namna ambapo mambo waliokuwa na furahi kuyatekeleza yalikuwa ni yale ya nini? Ya jinsi ya kibinadamu. Na Mungu ikaamua awaache katika uchaguzi ambao wamefanyaje? Wameamua kwenda nao huo. Mara nyingi tu aliwaacha Mungu katika chaguzi mbalimbali. Kwa hiyo sijui tutafanyaje, lakini kesi ni kwamba Mungu amefanyaje? Mbona Mungu alifanyaje? Amesema sasa wewe utabaki kwenye sentensi ya Mungu amesema, na aliyakuwa umeambiwa kwamba tabia ya Mungu imefunuliwa katika Kristo na hakuna mwingine anayeweza kufunua. Tutabaki hapo tu, tunakuwa na usalama wowote kweli? Na hapo maandiko yanatuambia Mungu angemuua shetani, lakini kama angemuua kulikuwa na Mungu angaliweza kumuua nani? Shetani, kama mtu anayerusha nini? Kokoto. Lakini sababu zikatolewa, sio tabia yake kutumia mabavu. Haya, ikatolewa sababu nyingine kwamba kama Mungu angalimuua shetani angekuwa ametumia nguvu, na malaika wangebaki wanamwabudu Mungu kwa nini? Kwa hofu. Sasa hapo tunasema hivi, Mungu ni mzuri, lakini kama Mungu atatimiza jambo hilo hilo ambalo alikuwepo kulifanya awali akalifanya mwishoni, baada ya hapo malaika watamwabudu kwa ujasiri. Ile alilokuwa amekwepa miaka yote itakuwa bado yani aliliskipu tu mbele, angemaliza tu mapema. Yeye kwamba angelifanya kule moja kwa moja, wanadamu waache kuteseka. Na wanadamu tusingeteseka namna hii. Sasa ni ujinga mkubwa sana kuacha kufanya jambo la namna hiyo, alafu watu wameanguka, wengi wamepotea, na wengi sasa unaunguza. Labda ulitaka kumultiply idadi ya watu utakao warosti, utakao wachoma. Kwa ni mambo ambayo ukitafakari kabisa hayawezi kuingia kwenye akili. Vinginevyo tuwe tu tuna chuki binafsi na Mungu, au tuna chuki binafsi na wale wanaofanyaje? Wanaohubiri ujumbe. Hakuna namna yoyote ambayo mtu na tuwe atumwamini Yesu. Hatuwezi kuwa mbali na hapo. Kwa hayo mimi naomba ndugu msikilizaji, pale unapotusikiliza tujue unatusikiliza ukiwa wapi, lakini tunafurahi kuwa pamoja na wewe na tuendelee kuwepo hapa tukifuatilia, kwa sababu bado mjadala wetu kadri Bwana atakapotujalia unaendelea kuwepo.
Neema ya Bwana wetu Yesu iwe pamoja nawe masaa haya, katika jina lake, amina.